tarehe 5 Novemba mwaka jana. Hali hii mtaona ni tofauti, kwa mfano na hata hapo Tanzania bara, ambapo mahakama zimeshamaliza kusikiliza pingamizi za awali, POs, na sasa wapo kwenye kesi za msingi. Na tukumbuke sisi Zanzibar tulifungua kesi mwanzo kabla hata kesi ambazo zilifunguliwa bara, kwa sababu chini ya huo au chini ya hiyo mikakati yao hapo walishafanya taratibu kwamba kesi lazima ifunguliwe ndani ya siku 7 kwenye sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, kesi za baraza la wawakilishi na udiwani. Lakini bara kuna mwezi mmoja. Wao waliochelewa kufungua bara kesi zishamaliza POs, na sasa hivi wako katika hatua ya usikilizaji kesi za msingi. Sisi ambao tumefile kwanza kwa sababu ya hizo sheria zao mbovu, kesi leo mwezi wa 3 bado POs hazijamaliza kusikilizwa. Katika hili tunachokishuhudia nini? Kwanza ni kudharau matakwa ya wananchi. Hatua ya kutaka kuteketeza karatasi za kura, fomu za matokeo na madaftari ya wapiga kura ni kukiri makosa kwa ZEC yenyewe. Ikiwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki kama wanavyodai, kwa nini tume iwe na haraka kiasi hiki kuchoma ushahidi? Haraka hii ya mara hii ya kutaka kuteketeza nyaraka za uchaguzi mara tu baada ya siku 90 kukamilika haikuwahi kuonekana katika chaguzi zote 6 zilizopita, kuanzia ule wa 95 hadi ule wa mwaka 2020. Isitoshe, na hapa ndipo penye kichekesho cha tume hii ya George Kazi. Isitoshe, katika majibu yao kwenye hati za kesi ya msingi, yani reply to petitions, yale majibu yao kwenye petitions ambazo tumefungua mahakamani, ZEC wenyewe wameambatanisha fomu za majumuisho ya matokeo kwa kila kituo maarufu kama fomu namba 13B. Swali linakuja, je, wanakwenda kuchoma moto ushahidi ambao wao wenyewe wameieleza mahakama kwa wanakusudia kuuleta mahakamani? Ndio mambo ya ubabaishaji na kutokujitambua yanavyokuwa. Wao katika reply to petitions wenyewe wametaja hizo nyaraka wanataka kwenda kuziharibu kwamba ni sehemu ya ushahidi wao, ni fomu namba 13B. Sasa leo unatangaza unakwenda kuziteketeza, kuziharibu. Huwezi kuchoma eneo la tukio la uhalifu katika sheria. Huwezi kuchoma eneo la tukio la uhalifu, yani crime scene, isipokuwa kama unajaribu kuficha jinai hiyo. Hichi ni kitendo cha kukata tamaa kwa taasisi inayoogopa ukweli na inayodharau akili za Wazanzibari. Tangazo la jana la mwenyekiti wa ZEC ambaye anaambiwa ni jaji wa mahakama kuu ni la aibu, fedheha na kashfa, na kwa hakika anapaswa kujionea aibu mwenyewe. Ni kielelezo chengine cha ZEC kujivua nguo na kisha kujianika hadharani mbele ya Wazanzibari na ulimwengu jinsi walivyoshindwa kuheshimu maadili ya kazi yao ambayo yanataka wasimamie haki na kuonyesha uadilifu. Tume nzima ya uchaguzi ambao ni majaji wa mahakama kuu pamoja na watendaji wa tume wana kitendo cha kutaka kuteketeza ushahidi huu
huku kukiwa na kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani ni kuwadharau Wazanzibari walio wengi. Tukumbuke kwamba kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi kwa ujumbe wa Baraza la Wawakilishi zilizoko mahakamani ni za majimbo 25 kati ya majimbo yote 50 ya uchaguzi Unguja na Pemba. Hiyo ni 50% ya majimbo yote. Kwa maneno mengine, angalau nusu ya Wazanzibari wanahoji utendaji wa tume na uadilifu wake jinsi ilivyoendesha uchaguzi mkuu wa 2025. Ni vyema pia ileweke kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo. Wajua nchi hii na kisiasa, kwa maana ya vyama, unapokuwa na kesi election petition, si ya chama, hata kama aliyefungua ni mgombea wa chama, wapiga kura wa chama kwa mfano, ni kesi inayohusu haki za kiraia, ni kesi inayohusu haki za wananchi. Kwa hivyo ni vyema eleweke, nirudie tena, kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo, zinahusu haki za wananchi wa Zanzibar. Kutaka kuangamiza ushahidi wa kesi hizi ni kuonesha jinsi ZEC inavyowadharau Wazanzibari ambao ilipaswa kuwalindia haki yao kuu ya kikatiba na kiraia, yaani haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa lugha nyingine, haki ya kuiweka madarakani serikali wanayoitaka. Kwa tangazo la jana, ZEC wamewadharau Wazanzibari kwa kudhani kuwa wakitaja kifungu cha sheria ndio watakuwa wamefunika dhamira yao ovu na mchezo wao mchafu, na kwamba Wazanzibari hawana akili za kung'amua hilo. Kwa hakika dhamira ovu na mchezo mchafu huu ukitekelezwa unakwenda kuzinajisi mahakama za Zanzibar na pia kuhujumu hatua zinazoendelea zenye lengo la kutafuta ufumbuzi wa mkwamo uliopo ambao ulisababishwa na ZEC hiyo hiyo. Tunapenda hapa kukumbusha kwamba chama chetu kiliwasilisha Tume ya Uchaguzi barua alfajiri ya tarehe 30 Oktoba 2025 chini ya saa 24 tokea kura zikamilike kupigwa, kueleza kwa kina jinsi uchaguzi ulivyovurugwa, ikibainisha vitendo vyote vya kiharamia vilivyofanywa na maofisa tume kwa nia hizo, na kama kawaida yake ikaanza kujificha nyuma ya visingizio vya taratibu na sheria. Mimi niwaambie tume, mwenyekiti George Kazi kujificha, wa play smart, sio to resort to these childish games. Aibu, fedheha, kashfa kwao. Na pia nikumbushe jambo moja hapa, waandishi, mtakumbuka sisi hatusemi tu. Mnakumbuka tarehe 27 mwezi wa 10 2025 mwenyekiti wetu ambaye alikuwa ndiye mgombea urais alifanya mkutano na waandishi wa habari Golden Tulip pale, akafichua siku moja kabla hicho kinachoitwa kura ya mapema, ambao kwa hakika ni wizi wa mapema kama ulivyodhihirika. Siku moja kabla alifanya press conference kuanika mambo ambayo yamekusudiwa kufanywa kuhujumu uchaguzi. George Kazi huyu mnakumbuka, alitoka na safura tele kumjibu mwenyekiti wetu, kusema kwamba anatoa mambo ambayo hayana ushahidi na kuleta taharuki na kwamba kachanganyikiwa, lakini Mwenyezi Mungu hamfichi mnafiki. Yale yote aliyosema mwenyekiti wetu tarehe 27 ndio aliyokwenda kutokezea tarehe 28 na 29. Leo wanataka kuyafunika tena kwa kwenda kutaka kuharibu uchaguzi.
Jambo hili halikubaliki hata siku moja. Nimalize kwa madai yetu. Chama cha ACT Wazalendo hakitakaa kimya wakati haki za wananchi wa Zanzibar na demokrasia yetu vikiendelea kuchanachanwa na kutupwa kwenye moto. Hivyo tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa, kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyopo mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Pili, hatua za haraka za mahakama. Msajili wa Mahakama Kuu anapaswa ashughulikie maombi yetu ya ukaguzi wa nyaraka, yani application for discovery and inspection, kwa haraka sana. Siku moja ya ukimya wa mahakama ni ushirikiano katika kuharibu ushahidi. Tatu, ulinzi wa nyaraka na vifaa. Tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kuhakikisha kuwa nyaraka zote za uchaguzi mkuu wa 2025 zinatunzwa chini ya ulinzi madhubuti ili kuzuia, tusije tukasikia hapa kwamba hazikuharibiwa lakini kumetokezea moto wa ajali au upotevu. Mamlaka zinazohusika zinapaswa kulinda na kuhakikisha zinasimamia kulinda nyaraka hizi mpaka pale haki za wananchi zinazolindwa kikatiba zitakapopatikana katika mahakama. Nimalize kwa kusema ukweli hauchomeki kwa moto. Asanteni sana.